Nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, unaendelea kufuata chaneli yako upendelevu ya Global Vibes TV ambayo inakuletea taarifa za habari katika muda sahihi na inayokuletea habari kabisa ambazo zilizo sahihi. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea kuwa mzima kabisa. Taarifa yetu kuu katika siku ya leo, mkutano uliofanyika hapo jana tarehe 22 za mwezi wa 6 mwaka 2025 unaoelezea kuwa Felix Antoine Tshisekedi pamoja na Muhoozi Kainerugaba kwamba ameweza kuambia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa wazalendo wanapaswa kushambuliwa eneo zote ambazo wanapopatikana. Ameeleza kuwa wanapaswa kujisalimisha mapema. Pia jeshi la FARDC pamoja na jeshi la UPDF la Uganda linaloongozwa na Muhoozi Kainerugaba ambaye ni jemedari mkubwa wa Uganda ambaye ni mtoto wa Yoweri Museveni Kaguta, amesema ya kwamba wataingia kwenye mchakato wa kuwasaka wazalendo. Anasema wazalendo si force anasema ya kwamba wazalendo ni force negative. Ndivyo ambavyo ameweza kuongea katika ukurasa wake wa X hapo jana katika mkutano ambao umeweza kufanyika baina yake ya yeye na Rugaba pamoja na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Kinshasa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, sasa tujiulize, mpenzi wetu mtazamaji wa channel yetu ya Global Vibes TV, tuchambue kidogo kutokana na mkutano ambao umeweza kufanyika hapo jana katika masuala ya kuweza kuwaondoa wazalendo ambao wameteka baadhi ya maeneo ambayo wanazuia waasi wa M23 wasipate kuingia. Naam, twende tukuchambua kwanza mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala hilo ambalo mkuu kiongozi huyu wa UPDF ambaye ameweza kuongea na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana wazalendo ya kwamba wananyanyasa watu na kuondoa watu na kuweza kuwaua watu. Je, dhahidi ya wazalendo pamoja na hao waasi wa M23 wapi na yupi kati yao wawili ambaye ananyanyasa raia na kuweza kuwaua? Sasa twende kusema hivi mpenzi mtazamaji, anasema ya kwamba wazalendo wanapaswa kuacha eneo zote ambazo wako mapema kabisa na kuweza kujisalimisha katika serikali hizi mbili ambayo ni serikali ya jeshi la Uganda na serikali la FARDC. Lakini sasa mpenzi mtazamaji, mbona kwa nini yeye huyo ambaye anajiita ni jemedari mkuu wa UPDF katika nchi ya Uganda hajaongea naye kuhusiana na kuwaondoa waasi wa M23 ambao wameteka takriban jiji kuu ambazo zinawakilisha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo Goma pamoja na Bukavu? Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, unalipi la kuongeza hapo na kusema hapo? Kwa nini wao waanze moja kwa moja kuingia na kuondoa wazalendo ambao wanaotetelea udongo wao na kuweza kusaidia raia ili wasipate kuingia katika hatia ya waasi wa M23, na ameingia kwa ajili ya kuweza kuondoa kwa lipi? Kwa nini hakuambia Rais Felix Antoine Tshisekedi kuondosha au M23, lakini ameingia moja kwa moja kuwaondosha wazalendo? Kwani wazalendo wana nini haswa, na kwani hao M23 wanafanya kazi gani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Na mtu tutakuwekea hapo katika ukurasa wake wa Twitter ambao ni wa X ambao wameweza kwenda kuweka hiyo kauli na kusema ya kwamba wanapaswa waondoke mapema kama kadri iwezekanavyo ili ya kwamba wapate kufanya mchakato wa kuweza kuondoa wazalendo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, naomba uweke maoni yako hapo na uache maoni yako ili tupate kujua kile ambacho utakacho kujibu mpenzi mtazamaji. Je, wewe mtazamo wako mkaaji ambaye unayekaa katika nchi ya Kongo, unaona nchi inakwenda wapi hususan katika hii mchakato ambayo waasi wa M23 wameweza kuteka miji miwili pamoja ya Goma na nyingine ya Bukavu, na pia wanazidi kufocus sana ili wapate kushika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madhumuni yao ni nini hasa? Madhumuni yao ni kuweza kuleta amani na kuondosha serikali ya Tshisekedi na kudai kuwa ya kwamba Tshisekedi anaongoza nchi kidikta. Aidha wamekuja kuweza kugawanya nchi kama gisi walivyosema wamoja wao kwamba tumekuja kuweka uongozi wengine. Huo uongozi wengine ambao wamesema ni uongozi wa kugawanya nchi, aidha ni uongozi wa kuweza kupindua nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweka serikali nyingine. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ukae nasi chonjo ili tupate kukujuza kila ambacho kinachoendelea na gisi siasa ya Kongo inavyokwenda kuzorota na kuweza kuangusha watu wengi.
Na ifahamike kuwa ya kwamba mpenzi mtazamaji wetu, takriban vita hivi vianze vya M23 pamoja na FRDC pamoja na wazalendo, kuna baadhi ya watu, kuna maelfu ya watu ambao imeweza kuuawa, ambao ni wahanga wa vita hivi vya M23 ambavyo vimesemekana kwa kwamba kumeweza kuuawa takriban watu 20,000 ambao sasa wameweza kuuawa katika vita hivi. Je, sasa huyo ambaye anajiita kiongozi wa UPDF anasema kuwa ya kwamba wazalendo wanapaswa kuondoshwa mapema ili ya kwamba wapate kudhibiti eneo zote ambazo wazalendo wapo. Sasa je, hao ambao wamewaua, hao ambao ni wahasi wa M23 wameweza kuua watu zaidi ya 20,000, je, watakwenda wapi? Je, hawanyanyasi watu? Je, kuna taarifa gani ambayo imeeleza kuwa kwamba wazalendo wameweza kuua watu zaidi ya 20,000? Je, hapo mpenzi mtazamaji, unaona siasa ya Kongo inaelekea maeneo gani? Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, uache comment yako hapo. Na pia tuna habari nyingine, tuna taarifa ya habari nyingine ambayo inaeleza kuwa kwamba kuna kijiji kimoja ambacho kinachoitwa Mboko, kinapatikana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya tarafa la Fizi, ambako kuanza saa za usiku ambako milio ya risasi imeweza kurindima vilivyo vikali hadi mpaka mida ya mchana. Na pia tunajielekeza katika tarafa la Uvira, ambako gari moja aina ya lori imeweza kuzama katika ziwa la Tanganyika kwenye barabara ya taifa namba 5, kutokana na njia mbovu inayounganisha tarafa mbili, tarafa la Uvira pamoja na tarafa la Fizi. Vita vinazidi kuwa tete, barabara zinaharibika, hakuna maendeleo kabisa. Hiyo ndio ambayo inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tuende kumalizia na habari yetu nyingine ambayo inaeleza kwa kwamba ujenzi wa kujenga mifereji katika mji wa Baraka kwenye barabara kuu ya taifa namba 5. Gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini amesema kuwa ya kwamba inabidi kuboresha miji yote inayopatikana jimboni mwake Kivu ya Kusini, ikiwemo Uvira pamoja na mji wa Baraka. Kwa hiyo tumekwenda kutamatisha taarifa yetu ya habari katika siku ya leo mpenzi mtazamaji, na sema asante wewe ambao ulikuwa pamoja nasi mwanzo hadi mpaka mwisho kupitia taarifa kuu ya siku ya leo ambayo tumekwenda kujuza katika chaneli yetu ya Global Vibes TV. Tumaini langu ni kwamba utakuwa tena pamoja nasi katika kipindi kingine. Kwa hiyo ni kuache tu mpenzi mtazamaji, uende kufuata kipindi kingine ambacho kitakachokujia muda sio punde. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Na pia kama unapatikana nje ya nchi mpenzi mtazamaji, naomba uweke comment yako ya emoji ya bendera ambako unakopatikana, tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani. Mpenzi mtazamaji, nami nikuache upate kuendelea kutufuata katika kipindi kingine. Ciao.